umetuita Mwenyezi Mungu kutoka nyumbani kufika mahali. Ni upendo wako, huruma zako tena za ajabu. Umesema na baba, umesema na mama, umesema na vijana, tena wa kike na wa kiume. Na wazee pia. Sema nasi sasa na muda huu kupitia kinywa cha mtumishi wako aliyesimama mbele yetu kwa siku ya leo. Nena naye, nasi tulikaa kwenye viti tusikilize ujumbe kwa siku ya leo. Fungua macho ya ndani ya roho tupate kutafakari pendo lako. Tukikemea kuzagiza pendo majini na kila hali inayojinua kinyume mahali. Yesu, simama upande wetu, ukawa mtetezi. Nashukuru Baba kwa upendo wako. Hebu sema nasi pale kwa Bwana jioni hii. Nikilima kwa Yesu enzi mkubwa. Amen. Amen. Amina. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Kwa majina naitwa Jonas Kiarule. Bwana asifiwe. Amina. Mungu alipotumipa nafasi tena leo kusimama madhabahuni pake. Tutakwenda kujifunza somo ambalo linasema hakuna cha kutuzuia tulio katika Kristo Yesu. Hatuna cha kutuzuia tulio katika Kristo Yesu. Sijui hakuna au situ hatuna. Tuliweke vizuri hapo. Hakuna cha kutuzuia tulio katika Kristo Yesu. Iko vizuri hiyo? Amina. Bwana asifiwe. Tutaangalia kwenye Yohana 1. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 8. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Yohana 3:1 mpaka 8. Biblia inasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Injili ya Yohana 3:1 mpaka 8. Tuko wote hapo? Amina. Nitasoma. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja na wewe nawe. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Bwana asifiwe sana. Kile somo kinasema hakuna cha kuzuia tulio katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Hakuna cha kuzuia tulio katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Sisi kama watu ambao tumeokoka, jambo la kwanza Mungu anatuokoa. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili baada ya kuokoka ni kuishi kuikulia nini? Wokovu. Bwana asifiwe sana. Tunapookoka tunakuwa tuna historia tofauti. Kuna wengine wametoka huko kwenye dini zao, waliamini vitu vya tofauti ambavyo kinyume na nini? Na wokovu. Waliamini pombe sio dhambi, kunywa mpaka usipolewa sio dhambi, ukilewa ndio dhambi. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu anakuokoa. Ndio hivyo. Wengine walikuwa naamini ushirikina kwamba maisha hawezi kwenda mpaka uvae igilizi. Bwana asifiwe sana. Au mpaka umvalishe mtoto kakamba keusi shingoni au kiunoni ndipo atakuwa salama. Lakini hao Mungu anafanyaje? Anawaokoa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa
hatuokoki kwa sababu sisi ni wajanja sana, kwa sababu sisi labda tulimwandikia Mungu barua kwamba tunataka kuokoka. Hapana, Mungu ndo afanyaje? Anatuokoa. Petro anasema, ni Yakobo anasema tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Bwana sana, si kwa nguvu zetu au kwa mtu yeyote asifanyeje? Asijisifu. Bwana sana. Maana yake tunapookoka ni neema ya Mungu tu ndio inafanyaje? Inatuokoa. Lakini sasa kuna hatua ya pili. Kuokoka ni hatua ya kwanza. Kuokoka ni salvation. Lakini hatua ya pili kuishi maisha nini? Ya wokovu. Bwana sana. Kuishi maisha nini? Ya wokovu. Kwa sababu ndio kunaitwa nini? Kuokoka. Bwana sana. Kuokoka ni salvation. Kuongoka ni kufanyeje? Ni conversion. Bwana siwe. Bwana sana. Sasa baada ya kuokoka, kinatangulia kwa kuokoka na kinakuja kufanyeje? Kuongoka. Kuongoka ni kuanza sasa kuyaishi yale maisha ya nini? Ya wokovu sasa. Bwana siwe. Kuanza kubadilika. Kwamba kabla hujaokoka ulikuwa unakunywa pombe. Ukishaokoka sasa usiku na nini? Kunywa pombe. Lakini sasa kunywa pombe sio rahisi kiasi hicho. Mtu aliyekuwa pombe jana aliyookoka sio kwamba ndo anaanza kuacha pombe hapo hapo. Maana yake kuna mabadiliko yanaanza kutokea ndani yake, anaanza kufundishwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Somo hilo linasemaje? Hatuna cha kutuzuia tulio katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Maana yake wewe ambao uko ndani ya Yesu, kuna cha kufanyaje? Cha kutuzuia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa tunatarajia mabadiliko juu ya mtu aliyefanyaje? Aliyookoka tayari. Lakini mabadiliko hayawezi kuja mpaka aanze kufundishwa kuhubiria nini? Wokovu. Na ndio maana sisi hapa tuna darasa la nini tunaitwa la wokovu wapya. Bila wewe, sio hivyo. Wale pale tunawafundisha namna ya kuishi kwenye wokovu sasa. Maana yake tunawafundisha maombi kwamba wao wameshaokoka sasa inabidi wawe wanaomba. Bwana asifiwe sana. Tunawafundisha namna ya kuishi katika wokovu. Wao wanasoma neno. Bwana asifiwe. Walikuwa huko Biblia ilikuwa inasomewa. Ila sasa inabidi wao wasoma wenyewe. Bwana asifiwe sana. Tunawafundisha namna ya kutoa sadaka. Kwamba kwao ya sadaka ilikuwa sio lazima. Fungu la kumi ilikuwa sio lazima. Sadaka ya ibada ilikuwa sio lazima. Lakini ukija kwa Bwana, sadaka ndio ulinzi wetu. Bwana asifiwe sana. Tunawafundisha. Bwana asifiwe. Tunawafundisha. Lakini sasa kufundisha kitu kingine, lakini kuyatendea kazi kitu kingine. Ndio maana kuna watu wamekuwa miaka 3, 4, 5 kanisani, lakini maisha ni yale. Kwa sababu ile conversion ile kuongoka baada ya kukubaliana na kuishi maisha ya wokovu. Wanaishi maisha yale. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka niseme nini? Kupitia hili somo la hakuna cha kutuzuia tulio katika Kristo Yesu. Hapa tunamuona mtu mmoja ambaye ni Mfarisayo. Alikuwa anaitwa nani? Nikodemo. Bwana asifiwe. Nikodemo yeye alikuwa ni Mfarisayo, lakini huyu ni Mfarisayo lakini ni mtu ambaye alikuwa ameshika elimu ya dini. Sio kwamba alikuwa ni mtu ambaye ajui dini. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ni mtu wa dini, ni mtu wa dini, baki wale mtu wa dini. Maana yake yamkini alikuwa labda ni mshika sheria mzuri sana. Lakini hakujua kama kuna kuokoka, kuna kuzaliwa mara ya pili. Ndivyo tulikuwa sisi kabla tujafanyaje? Hatujaokoka. Bwana asifiwe. Maisha yetu hatukujua kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili, kwamba kuna kuokoka. Sisi ni mashahidi. Kuna watu mpaka leo wanapinga kuokoka. Wanasema dunia kuna kufanyaje? Kuokoka. Kuokoka ni wapi? Ni mbinguni. Hata sisi pia kabla tujaokoka tulikuwa ni mmoja wapo wa watu ambao walikuwa wanapinga kufanyaje? Kuokoka. Ndio waliokuwa Nikodemo. Bwana asifiwe sana. Sasa Nikodemo alimwendea Yesu kwa siri. Bwana asifiwe. Na sio kwamba alikuwa mjui Yesu, alikuwa anamjua vizuri sana. Bwana asifiwe. Na alikuwa anajua kwamba Yesu alikuwa ni rabi, alikuwa ni mwalimu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Alimwendea Yesu akasema hivi, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Bwana asifiwe sana. Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akawa amechanganyikiwa kidogo kwamba inawezekanaje mtu azaliwe mara ya pili, kwamba na utu uzima huu utaingia tumboni mwa mama yako? Bwana asifiwe. Yesu akamjibu hapana.
Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Maana yake tunazaliwa kwa mwili kama vitu vilivyo wote tumezaliwa, lakini tunazaliwa kwa roho pia. Sio wote tunazaliwa kwa roho. Ndio bali kwa wanasema kwamba ni nini? Ni neema. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa msingi wa somo langu mimi hapa huko kwenye mstari wa 8. Ndio msingi wa somo langu. Huko mstari wa ngapi? Wa 8. Yesu anasema, upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Hii umeelewa hiyo statement? Yesu ndo anasema hapo kwamba upepo huvuma, tunasikia tu sauti, lakini hatujui unakotoka unakofanyeje, unakokwenda. Ndipo ilipo kwa mtu aliyefanyeje, aliyezaliwa kwa nini? Kwa roho. Watumishi wa Mungu, hiyo statement ni statement ambayo ina nguvu sana. Yaani Yesu anafanyisha wewe uliokoka, uliyezaliwa kwa roho kama nini? Kama upepo. Upepo unavuma kutoka huko na kwenda huko. Sisi hatuoni, tunaona tu matokeo tu, miti na pepea. Bwana asifiwe sana. Ndivyo ulivyo wewe. Ni nani kuzuia upepo? Bwana asifiwe. Kuna mtu akuzuia upepo hapa? Ndivyo ulivyo wewe. Bwana asifiwe sana. Ndivyo ulivyo wewe. Kile somo chako kinasemaje? Kile cha somo kinasemaje? Hakuna cha kuzuia katika Kristo. Ndivyo ulipo. Ndivyo ulipo. Kama kweli uko ndani ya Kristo Yesu, huna cha kukuzuia. Kama kweli uko ndani ya Kristo, huna cha kufanyeje? Bwana asifiwe sana. Upepo uko kila mahali. Hapa tulipo kuna upepo. Kwa lugha rahisi tuseme tu leo watu. Bwana asifiwe sana. Popote ipo, yaani ufunge milango ipo, ufungue ipo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Uikinge na mkono hivi. Uizuii, uchukue shuka, uizuii, uchukue neti, uizuii. Ipo kila mahali. Bwana asifiwe sana. Ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Mtumishi wa Mungu wewe, huna cha kukuzuia. Sio, unaamini hicho? Huna cha huna cha sio ugonjwa, sio uchawi, sio uganga, sio hali mbaya ya uchumi, sio hali mbaya ya fedha. Yaani sio chochote. Ngoja kufanyeje? Ili mradi tuko ndani ya nani? Lakini je, ni kweli hapana huwa hatuzuiliwi? Bwana asifiwe sana. Hii ni kauli ya Yesu. Hatuwezi kutuzuia. Tulio ndani ya Yesu. Lakini je, ni kweli huwa hatuzuiliwi? Bwana asifiwe sana. Unaweza kujiuliza, mbona napitia magonjwa sana? Mbona napitia hali ngumu ya uchumi? Mbona watoto wangu wananisumbua? Mbona familia kuna migogoro? Mbona nini? Bwana asifiwe sana. Tukisema hata kuzuia imaanishi kwamba shetani hawezi kujaribu. Bwana asifiwe sana. Shetani huwa anafanya vita na wana wa Mungu. Shetani hawezi kufanya vita kwa watoto wake. Unajua, unapookoka tu unatangaza vita na nani? Na shetani. Unakuwa adui yake. Kabla hujaokoka ulikuwa adui yake. Lakini unapookoka tu unakuwa adui yake. Shetani hawezi kufanya vita na mlevi. Sababu ni wako wake tu. Anapoteza nguvu zake za bure. Bwana asifiwe sana. Hawezi kufanya vile na mtu ambaye yuko huko club, yuko huko wapi, anafanya mabaya. Tuseme kifuta kwa hajaokoka. Sababu ni wako wake tayari. Na ndio maana kama watumishi wa Mungu tutakuwa tunaelewa, kabla hujaokoka kuna mambo kwako hayakuwa ni magumu. Ila ulipookoka tu, biashara ile ile, kazi ile ile, lakini mambo yamekuwa ni magumu, yamebadilika ghafla. Bwana asifiwe sana. Sijui naongea uongo. Uongo kweli. Yaani kuna kama kweli wewe uliokoka kabla, yaani ukuzaliwa umeokoka. Uliokoka ukiwa unajitambua. Kuna mabadiliko makubwa sana kabla uliokoka na ulipookoka. Ulipookoka vita izidi kuwa kubwa. Kwa sababu gani? Wewe ulitangaza vita na nani? Na shetani. Bwana asifiwe sana. Na shetani maana yake tayari alikuwa ni adui yake. Yaani wakati ule ambapo shetani anafanya vita na wana wa Mungu, sio hivyo? Maana yake ulipoingia upande wa Mungu tu, maana yake mamlaka nyingine shetani ulikuwa unapigana nayo. Maana yake ulianza kumzuia shetani kwa mambo yake.
Kwa sababu mara ya kwanza walikuwa wanamletea faida yeye, lakini sasa kila unachokifanya kinamuinua Kristo, kinamuinua Yesu. Kuanzia uchumi wako, maisha yako binafsi, yaani wewe unapokuwa vizuri kiafya ni utukufu kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini mlokole unapokuwa katika mateso ni kama Mungu anaibishwa, kwa sababu kuna watu ambao hawajaokoka wako vizuri katika afya au katika uchumi. Maana yake wewe ukiwa vibaya, basi unaona ile tumeshasema tu. Mlokole ndio ndiko alipo. Unaona, kazi kulialia tu. Cheki sasa. Bwana asifiwe sana. Maana yake ile kauli tu ni kama inamdogosha Mungu wako. Si tumeelewana? Watu wa Mungu tumeelewana hapo? Maana yake shetani anatumia ile hali kama njia ya kukupiga hivi, yaani kumdogosha Mungu wako kule, au wengine kujiona kwamba wakiokoka watapitia kama unaopitia wewe. Kwa hiyo maana yake wasiokoka wanajiona ni wajanja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini ukweli ni kwamba sisi tulio ndani ya Kristo tunataka kufanyaje? Cha kutuzuia. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kufanyaje? Cha kutuzuia. Ni kweli shetani atatupinga. Ni kweli shetani ataleta vita kubwa sana. Lakini kuwepo kwa hiyo vita haimaanishi kwamba ndo tutashinda. Hapana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lazima tufanyeje? Tumshinde. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, kuna mambo Mungu anaruhusu kwenye maisha yetu yatokee ili yeye atoe utukufu. Bwana asifiwe. Huwezi kusema umeinuliwa kama hujawahi kuwa chini. Bwana asifiwe. Huwezi kusema Mungu ameniponya kama hujawahi kufanyaje? Kuumwa. Bwana asifiwe sana. Huwezi kusema Mungu amenibariki kama mara kwanza ukua chini. Si ndio hivyo? Ili useme Mungu anaponya, maana yake ulikuwa ushawahi kufanyaje? Ushawahi kuumwa. Si ndio hivyo? Ili useme Mungu anabariki, maana yake kuna siku ushawahi kuwa chini. Bwana asifiwe sana. Ili useme Mungu huwa anafanya, maana yake kuna siku ushawahi kupitia katika mazingira fulani magumu. Ndipo utasema kwamba Mungu kweli huwa anafanyaje? Na haya mambo wakati mwingine wanatokea, ndio yanatufanya tujue kama Mungu yupo. Yaani leo hii ukiwaambia hivi wewe unashahidi kama Mungu yupo. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna watu wanasema wewe kama Mungu yupo na ushahidi gani? Bwana asifiwe sana. Wewe unaweza kaelezea kwa matendo yako ulikofanyia wewe. Sikuwa hivi kabla sijaokoka. Nimeokoka niko hivi. Ni Mungu aliyefanya. Hakuna nguvu nyingine iliyofanya. Ila ni nani? Ni Mungu. Kabla sijaokoka nilikuwa navaa hizi ndio zanilinda. Lakini nilipookoka sasa kitu hicho kibaya na bado nalinda. Maana yake nani? Ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hatuna cha kutuzuia tulioko ndani ya nani? Ya Kristo. Haimaanishi kwamba hatutakutana na magumu, hatakutana na miba. Biblia inasema tupitapo katika miba. Bwana asifiwe sana. Tupitapo katika nini? Katika maji mengi hatutagharikishwa. Ni Isaya anaongea. Bwana asifiwe sana. Maana yake ili usigarikishwe lazima upite kwenye maji mengi. Hajasema kwamba lazima upite kwenye maji mengi kwanza. Halafu upite kwenye maji mengi ndipo Mungu atakapotokea ili ushinde kufanyaje? Kugarikishwa. Bwana asifiwe sana. Sisi nasema na mtu. Bwana asifiwe sana. Sisi nasema na mtu. Lakini sasa kama nilipoanza kuna kuokoka na kuongoka. Salvation and conversion. Tukiokoka tunaokoka mara moja, sio hivyo? Sio tunaokoka mara moja. Ila kuongoka ni kila siku, yaani kuishi maisha ya wokovu. Kubadilika. Bwana sana. Maisha ya wokovu tukishaokoka, yako mambo ya msingi sana vitu yafanya. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza na msingi ni jambo la ibada. Tunajua kuwa karibu na Mungu. Mtu yoyote akishaokoka inabidi awe mtu wa nini? Wa ibada. Bwana asifiwe sana. Hata wenzetu ambao nje huko tunasema ni watu wa dunia ambao hawajaokoka ni watu wa nini? Wa ibada. Inategemea anafanya ibada wapi, anajua yeye. Lakini ni mtu watumishi wa Mungu kwenye maisha yanayoishi, hakuna mtu ambaye yuko katikati. Kama haupo kwa Mungu, uko kwa shetani. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine wako kwa shetani, sio kwamba wako kwa shetani sawa, hawajui kama wako kwa shetani. Kuna shetani, kuna watu wanawatumikisha na kuna watu walio saini mikataba kabisa ya kumtumikia. Sasa kuna wengine wako kwa shetani, hajasaini mikataba, lakini kwa sababu tu yuko kwa Mungu, basi tayari yuko kwa nani? Kwa shetani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe sana watumishi wa Mungu. Mbona kama tunalala au mimi natembeleza? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tupungiane mikono hivi kama tuko hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukishaokoka kuna wajibu sisi vitu ufanye. Wajibu wa Mungu amekwisha fanya tayari ashatuokoa. Kwa sababu tukaandika barua ya kuomba kuokoka. Bwana asifiwe. Wengine tulikuwa wabaya, hakuna hata aliyetuzania kama tunataka kuokoka. Wengine tulishatukana kabisa, tuliweka mbali kabisa na Mungu kwamba wewe sio wa Mungu kabisa. Lakini Mungu akafanyaje? Akatuokoa. Kama alivyookolewa Sauli, akaja kutoa Paulo. Ni neema. Hata mitume wa Yesu wakakataa kumwogopa. Wakati washaokoka tayari. Kwa hiyo kuna watu tuko ndani tulikuwa hivyo, lakini tuliokoka. Ni neema. Lakini maisha ya kuishi kwenye wokovu haya sasa ndio ya kwetu sasa. Bwana asifiwe sana. Kanisa lina wajibu la kutufundisha itupasayo kutenda, lakini kuyashika na kuyatenda yale ni wajibu wetu. Kwenye wajibu wetu hapo sasa ndipo sasa tatizo linapotokea sasa. Kuna mambo hatuyafanyi, tunaomba uhalali wa shetani kufanyeje? Kututesa. Bwana asifiwe sana. Ile kauli ya Yesu kwenye mstari wa 8 ya kuacha kuzuia pale, sisi anatuacha kama upepo sasa. Ndio bado tunataka kujiuliza inawezekanaje? Kwa sababu gani? Kwa sababu yamkini kuna vitu tuliviacha. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Mungu wiki nzima hii tangu Jumapili mchungaji alifundisha kwa habari ya sadaka ya kuinuliwa. Jumanne mzee wetu akaanza kufundisha kwa habari ya sadaka ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Kote huko ni katika process ya kukulia, yaani kufundisha kwamba kila kitu kina umuhimu, kwamba sadaka ya fungu la 10 ina umuhimu kwa sababu ndio ulinzi wako. Lakini sio sadaka fungu la 10 tu, kuna sadaka ya kawaida ya ibada, sadaka ya ibada nao ni umuhimu wake. Ukitoa sadaka ya ibada kutoa fungu la 10, bado kuna maana utakuwa umefanyaje? Umempa shetani nafasi, umempa adui nini? Nafasi. Sio sadaka hiyo tu, kuna changizo zote za muhimu kanisani. Bwana sio sana. Kama mtu uliokoka usipoyashika au usipofanya haya, shetani kuna maana atakuonea. Utakosa ile nguvu na ule uhalali wa kumkemea shetani, wa kumpinga shetani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunaelewana tumishi wa Mungu? Kwa hiyo mimi leo nataka niseme mambo mawili ya kufanya sasa. Kwamba sisi tuliokoka hatuna kitu cha kuzuia. Lakini sasa ili tusizuiliwe kweli, ni lazima tuyaishi yale mapenzi ya Mungu, kusudi la Mungu alilofanya tuokoke. Moja wajibu ambao vitu utimize na vitu watii. Namba 1, mambo ya kufanya tuwe watii. Bwana asifiwe. Tuwe wa nini? Watii. Tuwe watii. Biblia inasema kwenye Yakobo 4:7. Yakobo 4:7 Biblia inasemaje? Yakobo 4:7 Biblia inasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Bwana asifiwe. Huu waraka wa Yakobo 4:7-8 anasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Unaona hapo kwamba ukimpinga shetani atafanyaje? Atakukimbia. Lakini kumbuka, cha kwanza sio kumpinga. Cha kwanza ni kumtii nani? Bwana sana. Cha kwanza ni kumtii nani? Ili uwe na mamlaka ya kumpinga shetani na kukimbia. Sio kila mtu anasema shetani toka, kweli anatoka. Pepo toka, natoka. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu kuna jambo alifanya mwanzoni pale na kumtii nani? Ukimtii Mungu sasa, ukimpinga shetani afanyeje? Atakukimbia. Bwana sana. Sasa kwenye utii hapo kuna shida. Bwana sana. Kumtii Mungu na mtii katika mambo mengi sana. Bwana siwe. Kumtii kwenye ibada, kwenye maombi, kwenye sadaka, kwenye kusoma neno. Bwana sana. Na Mungu, unapomtii Mungu, unamtii Mungu kupitia neno lake Biblia. Biblia ina maelekezo yote. Ukiyapata yale maelekezo ambayo Mungu anayaleta kupitia watumishi wa Mungu, maana yake ndipo ulipomtii Mungu. Na ndipo unakuja ule wajibu wako wa kumpinga shetani na kukimbia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimtii nani? Mungu. Watumishi wa Mungu tuwe watii. Bwana siwe. Tuwe wa nini? Tuwe wa nini?
usichague cha kutii kwamba hiki nakiacha, hiki nafanya. Hapana. Jambo lolote ambalo la kimungu, Mungu analisema ulitii. Bwana asifiwe. Jambo lolote ambalo ni la kimungu na Mungu amesema na wewe litii. Usiwe mkaidi. Wakati mwingine tunakosa mamlaka ambayo Mungu Yesu aliachilia kwetu, akatuacha na upepo, kwamba hatuwezi kuzuia chochote kama walivyo upepo. Tunashikosa hii mamlaka. Kuna vitu vinatuzuia kwenye maisha yetu kwa sababu tumekosa utii. Kuna mambo tumeyaweka pembeni, mengine tumeyachukua, mengine tumeyasukumizia wengine, tumeishi na watu fulani, mengine tunachukua. Bwana sana. Mungu huwa anawapinga wenye kiburi. Kinyume cha utii nini? Kiburi. Kinyume cha utii nini? Tuwe watii. Tutii neno la Mungu ambalo ni Biblia, ambalo Mungu huwa analileta kupitia watumishi wa Mungu. Bwana sana. Bwana sana. Bila kumchagua mtumishi wa Mungu wa kumtii. Ili mradi Mungu amelileta kupitia mtumishi wa Mungu na ni neno, tulitii. Kuna wakati neno litakuja ikiwa linakuchoma kabisa, linakuumiza kabisa, lakini kama neno la Mungu litii. Bwana sana. Mungu huwa anaongea kwa sauti ya upole, wakati mwingine anaongea kwa sauti ya ukali. Hata sauti ya ukali nao ni ya nani? Ni ya Mungu. Bwana sana. Tuwe wa nini? Watii. Tukiwa watii ni kweli na hakuna cha kutuzuia. Lakini tukiwa mtii mtumishi wa Mungu, tutasoma tu hapa kwenye tuliposoma hapa kwenye Yohana 3:8. Kuna mambo yanayotutesa, yanayotuumiza. Tutaona wokovu ni mgumu, lakini sio lengo la Mungu tuishi vigumu, yaani wokovu mgumu kiasi hicho. Sio lengo la Mungu. Bwana sana. Bwana sana. Kwa jambo la watu wa nini? Watii. Kwa hiyo tukiwa watii, hata ile mamlaka tukiingia kwenye maombi kumpinga shetani, kupiga kazi zake zote, shetani atakimbia. Na tusipokuwa watii, shetani anaanza kucheka tu. Yaani toka shetani, toka pepo kwenda kuangalia. Kisha kwenda kuombea mgonjwa pepo, nikamwambia hata wewe unaniombea. Kwenye mtona injili hiyo. Bwana sana. Mapepo wao wanaongea wakati mwingine. Ingawa tushauri sana kusikiliza mapepo, lakini kuna wakati kiongea hata wewe. Bwana sana. Bwana sana. Tuwe wa nini? Watii. Namba 2, tuwe wanyenyekevu. Unyenyekevu ni njia kufanyeje? Na kuinuliwa. Bwana sana. Bwana sana. Waraka wa kwanza wa Petro 5:6-7. Namba 2, tuwe wanyenyekevu. Maana yake unyenyekevu ndio njia ya kufanyeje? Ya kuinuliwa. Waraka wa kwanza wa Petro 5:6-7. Biblia inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Bwana sana. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Waraka wa kwanza wa Petro 5:6-7. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Mtumishi wa Mungu, ili uinuliwe, ili Mungu akukweze, kubali kufanyeje? Kunyenyekea. Kubali kufanyeje? Uwe mnyenyekevu. Bwana siwe uwe watumishi wa Mungu. Sisi tunajifunza unyenyekevu kutoka kwa Yesu Kristo. Kristo alinyenyekea akawa mtii. Yaani alikuwa na vitu vyote. Alinyenyekea akawa mtii. Akakubali kuteswa mpaka kufa. Tena sio kuteswa tu, kuteswa kupitia kifo cha msalaba. Kifo ambacho kilikuwa ni kifo cha aibu. Bwana sana. Bwana sana. Maana yake kwa kukubali tu kuenda msalabani, alitii na alinyenyekea. Mungu au Yesu Kristo sio kwamba alikuwa na uwezo wa kugoma kwenda msalabani. Bwana sana. Mimi naona mtu alikuwa na uwezo wa kugoma kabisa. Kwa sababu tukiona pale kwenye ile Mathayo aliomba pale kwamba ikiwezekana kikombe kifanyeje? Kiniepuke. Lakini hakumwekea mpaka Mungu Baba. Akasema mapenzi yake afanyeje?
yatimizwe. Ndipo akatimie. Ndio unyenyekevu ulipoonekana pale. Bwana sasa, Yesu alikuwa mtii, alinyenyekea kwa unyenyekevu. Hata katika wakati ambao watu wale waliokumkamata Petro anachukua upanga wake na kata sikio, Yesu anasema rejesha, anamponya na sikio lake hapo anakamata. Hivi mtu aliyemponya mtu sikio bila kutumia dawa, walikuwa wanaweza kumkamata yule? Bwana sasa, walikuwa hawana uwezo kumkamata, lakini kwa sababu alikuwa ni mtii na alikuwa ni mnyenyekevu, akakubali afanyeje? Akamatwa. Bwana sasa, sisi tumeokoka, tuko ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu. Bwana sasa, tuige unyenyekevu wa Yesu Kristo. Sasa Petro anasema nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Petro alikuwa ni mtu ambaye ameishi na Yesu. Bwana sasa, aliishi na Yesu miaka 3.5 yote. Bwana sasa, na Petro anapoandika huu waraka alikuwa anaandika waraka wa kwanza wa Petro. Ukisoma Biblia vizuri na ukifuatilia baadhi ya maandiko na theolojia, nakwambia Petro aliandika waraka katika karne ya 63 baada ya Kristo kufariki, na alikuwa anawaandikia watu waliokoka ambao walikuwa kwenye jeshi ya kule, walikuwa utumwani kule chini ya mfalme Nero. Bwana sana, yule mfalme alikuwa anatesa sana hao watu wa Mungu waliokoka. Bwana sana, sasa Petro anaandika waraka kuwaandikia wale watu wa Mungu ambao wako kule, akiwaambia nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awainue kwa wakati wake. Wakati anawaandikia alikuwa katika wakati wa mateso kwa ajili ya imani zao. Bwana sana, yaani watu wanaopata mateso sio kwa sababu wameiba, kwa sababu wamezini au kwa sababu wanafanya mabaya, ni kwa sababu tu wanaipigania imani. Wanateswa na ufalme wa huyu Nero. Bwana sana, ufalme wa Rumi unawatesa na Kristo watu wa Mungu waliokoka, waliofuata Yesu, waliokubali kuishikilia imani. Petro anaandika waraka wa kuwatia moyo kwamba nyenyekeni chini ya mkono wa nini? Uliokuwa salama, ili awainue kwa wakati wake. Watumishi wa Mungu, tunyenyekee chini ya mkono wa Kristo Yesu, mkono ambao uko salama. Tutainuliwa kwa wakati wetu. Unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni kufanyaje? Unyenyekevu ni kukabidhi Mungu yote. Bwana sana, yaani moja ya unyenyekevu ni kutomwekea Mungu mipaka kwamba hili la Mungu, hili sio la Mungu. Bwana sana, Bwana sana, tuna tabia, kuna mambo wote tunayafanya ni ya Mungu, mengine ni ya fedha yetu. Kuna mambo ni ya wakili, mengine ni ya hela ya dokta. Bwana sana, unyenyekevu hata kama una nyingi, hata kama dokta specialist mzuri, lakini kumweka Mungu kwanza, huo ndio unyenyekevu. Bwana sana, huo ndio nini? Huo ndio nini? Unyenyekevu. Hata kama una nguvu, unajifanya huna nguvu. Hata kama unaweza kutokana na matusi mazuri kabisa, kwa sababu kama hujaokoka ulikuwa na uwezo, unayaweza. Lakini kunyamaza kwa ajili ya nani? Sio kwamba uwezi, sio kama matusi wajui, unayajua. Bwana sasa, sio kwamba una nguvu, hata mwili wako unaonekana, lakini kwa sababu unayo Yesu ndani mwako. Bwana sasa, mmenielewa watumishi wa Mungu? Mmenielewa watumishi wa Mungu? Unyenyekevu ni ndani ya utii. Bwana sasa, nimeongea pointi mbili, tuwe wanyenyekevu, tuwe watii. Pointi hizi mbili, pointi kubwa sana. Tukizifuata tutainuliwa kwa wakati wake Yesu atakaotaka. Bwana sasa, tutainuliwa kwa wakati wake. Tutainuliwa kwenye kila mazingira, kila maeneo. Mungu sio Mungu wa mtu fulani tu. Mungu ni Mungu ambaye anaweza yote. Bwana sasa, Mungu anaweza, ndio tofauti wa shetani na Mungu. Mungu anaweza yote, anajua yote, yuko kila mahali. Shetani sio yupo, hayupo kila mahali. Bwana sasa, tunaona watumishi wa Mungu, shetani hayupo kila mahali. Anaona wengine ni makaa shetani tu, waganga pepo kijamkela nini. Wao wakaa. Lakini shetani mwenyewe sio kama yuko kila mahali. Ila Mungu yupo kila, na ndio maana leo Ijumaa tuko hapa tunaabudu. Kuna watu wakombea kule wanaabudu, kuna watu wako Njombe wanaabudu, kuna watu Dar es Salaam. Na wote wakitoka sasa tumeona nani? Ametuhudumia. Bwana sasa, tunaelewa watumishi wa Mungu. Tuwe wa nini? Tuwe watii, tuwe wanyenyekevu. Bwana sasa, Mungu huwa anawapinga wenye kiburi, ila wanyenyekevu nafanyeje? Anawainua.
na anatuinua kwa wakati wake. Tumeona watumishi wa Mungu. Muda umeenda, tusimame. Watumishi wa Mungu, tumeongelea kwamba hapana kuzuia tuliopo katika Kristo Yesu. Lakini wakati tunaongelea hii kauli kwamba hapana kuzuia, inawezekana wewe ukijihoji kuna vitu fulani vinakuzuia kwenye maisha yako usimuone Mungu. Bwana sana. Mpango wa Mungu sio tuishi maisha magumu. Mpango wa Mungu sio tuishi maisha ya huzuni, ya mashaka. Mpango wa Mungu sio tuishi maisha ya magonjwa. Sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni maana duniani mpaka wapi? Mpaka mbinguni, mpaka uzima wa milele. Lakini je, wewe maana duniani tunaishi kweli? Mbona tunaishi maisha magumu sana ya majuto ya kutetea? Yaani mpaka wokovu tunaona ni mgumu. Tunaona wokovu ni vita. Kwa nini? Bwana sasa sana. Tuwe watii, tuwe wanyenyekevu. Yesu alinyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Lakini kilichotokea kizuri nini? Alifanyaje? Alifufuka. Bwana sasa sana. Alifanyaje? Kufufuka kusingetokea kama asingekubali kufa. Bwana sasa sana. Maana yake siku zote utii na unyenyekevu wanafanyaje? Kuinuliwa. Hata wale makuhani walipojaribu kuzuia zile habari za Yesu kufufuka, bado walishindwa. Waliwaonga walinzi, wakawapa hela nyingi, wakasema semeni wale mitume wake kuja kuwaiba. Lakini bado Yesu alifanyaje? Alijidhihirisha. Bwana sana. Alijidhihirisha kwa wale wanaume wawili walikuwa wanaenda kujiji cha Emau kile. Alijidhihirisha kwa nani? Kwa yule nani yule? Tomaso. Alijidhihirisha kwa Mariamu mwenyewe. Alijidhihirisha kwa Petro alikuwa anavua kule samaki. Bwana sana. Hata kama kuna watu wanataka kuzuia habari za Yesu kufufuka, lakini bado walishindwa. Ndio tulivyo sisi watumishi wa Mungu. Wao wanataka kuzuia, lakini bado watafanyaje? Watashindwa. Ila kama tutakubali kutii na kuwa wanyenyekevu. Ukikubali kutii na kuwa, sijui jioni ya leo unasema na mtu gani au leo utakiwa kusema na mtu yupi. Kama uko mahali hapa kuna kitu kikugusa, ni wakati wa kumwambia Mungu, nisamehe, nisaidie, niwezeshe niwe mtii mbele zako. Nisiwe ni mtu wa kutii baadhi ya vitu na vingine kuviacha kuvisi vya kwangu. Niwe ni mtii wa mambo yako. Mtii kwa mambo ya Mungu. Kuna wakati tunajali mambo yetu. Mungu anasema sisi kwa mambo mengi sana ya kazi ya Mungu, lakini tunashindwa kutii sauti yake. Mungu anataka tunyenyekee, tuwe watii ili atuinue. Tuna kazi ya kufanya sisi, mambo mengine tunamwachia Mungu. Mungu kazi yake ni kutuinua, lakini kama tutakubali kutii na kunyenyekea, tukapata muda kumwomba Mungu. Kama kuna mahali unaona unahitaji kuomba, tuombe tu Mungu. Mwambie Yesu, asante kwa neno ambalo Mungu umesema na mimi, lakini niko tayari kubadilika. Toba ni kugeuka, kuyaacha yale ya nyuma na kusonga mbele. Kutokurudia matapishi ndio toba yenyewe hiyo. Yaani toba ukifanya leo hapa kisha unaanza ile sio toba ya kweli. Kama kuna mahali unahisi kabisa umeguswa, kuna mahali kufanya vizuri, muombe toba Yesu. Mwambie Yesu, nirehemu. Yesu, nitakase. Nimesikia sauti yako umesema na mimi kabisa. Niko tayari kubadilika, kuwa mtii na mnyenyekevu. Kukutii wewe, kuwatii watumishi wa Mungu utakaowatumia, kuitii neno lako na kunyenyekea mbele zako. Liba sasa la kushinda kukosa. Yesu, tunakushukuru. Kila mmoja kaombe. Hii ni jambo la mtu mmoja, la mtu binafsi. Sio la kundi, ni la wewe tu. Mungu anasema na mtu mmoja, asemaki na kundi. Kwa hiyo kila mmoja ameguswa kivyake. Omba wewe kivyako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa kuwa Mungu mtoto unayempenda huo unamrudi. Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako Mungu ambalo umesema na maisha yetu. Ni kweli Mungu, kuna mambo Yesu hatakuwa kuyatii. Umesema na sisi Mungu wa majeshi. Umesema na sisi kwa habari ya mambo mengi. Kwa habari ya ibada Yesu, kwa habari ya kujitoa Yesu, kutoa maisha yetu, kutoa miili yetu kwa dhabihu ya kupendeza wewe, kutoa sadaka, fedha zetu na mali zetu. Lakini Mungu hatukutii sauti yako. Umesema na sisi kwa habari ya ibada Yesu, Mungu mtakatifu, lakini bado hatukuwa watii neno
tutakase kwa jina la Yesu Kristo. Neema na rehema zako Mungu zikawe na sisi, Mungu wa majeshi. Yesu Mungu mtakatifu, uliyesema na sisi jioni ya leo, Baba, tuko tayari kutii sauti yako, tuko tayari kugeuka, tuko tayari kubadilika kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, wewe unatupenda sana, na ndio maana jioni ya leo Mungu umesema na maisha yetu. Yesu, ni wewe Mungu ndiye aliyosema kwa mwema. Baba Mungu mtakatifu, tusaidie Mungu mtakatifu, tukaishi maisha yako Mungu, maisha ya kupendeza wewe, maisha ya kupendeza wewe Mungu mtakatifu. Tukae watii Mungu wa majeshi, tukae watii Mungu mtakatifu, tukae wanyenyekevu Yesu mwema. Wewe Mungu unawainua wanyenyekevu, Baba mwema, unawapinga wenye kiburi. Yamkini kuna mazingira Mungu tunaona kiburi. Yesu turehemu, Yesu tutakase, Yesu tutakase Mungu mtakatifu. Wewe Mungu atupenda sana, na ndio maana jioni ya leo umesema na maisha yetu. Pendo wako ni mkubwa, ndio maana ukawa msalabani kwa ajili yetu. Yesu ulitii Mungu, ukanyenyekea Baba, ukawa msalabani Mungu mtakatifu. Lipa sasa na bokosa bila bokosika, lipa na bokola bokosana na bokosa bila lipa sasa na kosa yaka sisi na bokoko la basa tana lipo la boko kosa la basa tana lapa basa la kosa mbele. Tunakushukuru kwa Mungu unatupenda. Asante kwa ajili ya upendo wako Mungu. Wewe Mungu uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao pekee, ili kila muumini asipotee bali na uzima milele. Yesu ulituokoa sisi Mungu mtakatifu, ukutaka tupotee Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Tuko tayari kutembea kwenye mapenzi yako, kwenye makusudi yako, maana wewe ni Mungu unayetuwazia mema. Unatuwazia mema sana Mungu, kutupa faraja katika mazingira ambayo tunapitia huzuni na mashaka, kututia nguvu, kutuinua. Wako watumishi wako Mungu mahali hapa Jehova Shama, yamkini napitia magumu Mungu mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo tunawainua mbele zako Baba. Usimwache hata mmoja aliingia madhabahuni pako Yesu akatoka na huzuni yake. Yesu Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, kila huzuni, mashaka Mungu tunaondoa kwa jina la Yesu Kristo. Hali yoyote ya mateso Mungu mtakatifu, wako wanaopitia mateso kwenye maisha yao, si mpango wako Mungu apitie mateso. Baba Mungu wa majeshi, tunawaleta mikononi mwako, tunawainua kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako ikawafunike, lisiwepo la kuwazuia kwa jina la Yesu Kristo, lisiwepo la kuwazuia kwa jina la Yesu Kristo. Uchumi mbaya, maisha magumu, magonjwa, kwa jina la Yesu Kristo.